Jina naitwa Fikiri Rajab Selemani, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mustafa, lakini ndio mwenyekiti wa wenyeviti kata hii ya Pugu. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Leo ni tarehe 25 mwezi wa 12, siku ya Alhamis, siku ambayo Sanga Media TZ mmenitembelea ofisini kwangu kuja kufanya kipindi na kuwahabarisha wananchi wakazi wa mtaa wa Mustafa, halikadhalika na wananchi wa kata yetu ya Pugu, kwa maana kwamba mtatambua kwamba mtaa wa Mustafa uko miongoni mwa kata ya Pugu katika mitaa mitano, na bado mimi ndio mwenyekiti wa wenyeviti kata hii ya Pugu, na tukiendelea kushirikiana vema na diwani wetu wa kata ya Pugu. Sasa mimi viko vitu nataka niwahabarishe wananchi wangu wakazi wa mtaa wa Mustafa. Kwanza, jambo la kwanza niwatakie heri ya Christmas leo. Utakumbuka kwamba Wakristo wote duniani leo wanasherehekea heri ya Christmas, na jana walikuwa kwenye mkesha na jana sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa tulidumisha ulinzi kwenye mtaa wetu, hasa kwenye nyumba za ibada zilizokuwa zikiendelea na zile ibada. Lakini badala ya Christmas kesho naamini watu watasherehekea Boxing Day. Kwa hiyo maana yake ni sikukuu ya wapendanao, lakini bado tutaendelea kudumisha ulinzi na amani ndani ya mtaa wetu wa Mustafa. Lakini sikukuu inayofuata nyingine ni ya tarehe 31 mkesho wa mwaka mpya, kuuaga 2025 kuingia 2026. Na ule unakuwa na lapsha za hapa na pale. Kunakuwa na makundi kwa makundi ya vijana. Wapo baadhi ya watu wanachoma mapira mabarabarani, wapo baadhi ya watu wanafanya vitendo. Kwa hiyo mimi niendelee kuhabarisha umma na niendelee kuwaambia wananchi wangu wakazi wa mtaa wa Mustafa, kama tulivyo mtaa wetu kuwa na amani, kama ulivyo mtaa wetu sasa hivi unalindwa ulinzi mkali na makamanda wetu, na mmeona nyinyi wenyewe mmekuwa mashahidi mchango unaoendelea kuwachangia makamanda, kwa sababu wanafanya kazi mchana na usiku kwenye grupu unaendelea vizuri. Kwa hiyo niendelee kuhabarisha umma, kuwatakia sikukuu kwa amani, tusherekee sikukuu kwa amani, shangilie sikukuu kwa amani. Hakuna mtu yoyote atakayobuguziwa, atakayofanyiwa rapsha za hapa na pale, wala atakayofanyiwa fujo. Kikubwa mno ni kuhakikisha sikukuu zetu hizi tunazisherekea kwa amani. Mimi nitakuwa ni watofauti kidogo endapo kuna kikundi ama watu wachache watakaokinzana na maelekezo ya serikali. Serikali inasema ni marufuku kuchoma mapira mabarabarani, na sisi tulio chini kwenye mitaa yetu ni lazima tutekeleze maagizo ya viongozi wetu wakubwa wa serikali. Wewe unatoka huko na kundi lako unaenda unachoma matairi barabarani, unatoka huko na kundi lako unafanya kazi ya kukaba watu mitaani, unatoka huko na kundi lako unaenda kufanya vitu ambavyo haviruhusiwi. Hatutakubaliana. Wale ambao mnashuhudia ndani ya wiki hii nilifanya kikao dampo na mateja wa dampo, mateja karibuni 48-50. Wale waliona kitu yangu waliona, niliamua kuwafata kwenda kuwaambia lengo na madhumuni ya mtaa wetu wa Mustafa, nini tunachokitaka na nini hatukitaki, na tumekubaliana vema, tumekubaliana vizuri. Kwa hiyo mimi niwaombe wananchi wangu wakazi wa mtaa wa Mustafa na ile mitaa yangu ya jirani, tusherekee sikukuu zetu kwa amani. Tutoe taarifa za kiintelijensia zozote ambazo zinazohusu kwamba kama kuna viashiria vinavyoonekanika sio vizuri, basi mimi mwenyekiti wa serikali ya mtaa nipeni taarifa haraka, mpeni taarifa kamanda wangu, mpeni taarifa katibu wa ulinzi, mpeni taarifa polisi kata, ili tuweze kushughulikia hayo majambo. Lakini mwisho wa siku mimi niwashukuru na kuwapongeza sana Sanga Media TZ. Mmekuwa mkihabarisha umma, wakazi wa wananchi wa kata ya Pugu tunajivunia kuwepo kwa Sanga Media TZ. Juzi tumeona mmeenda Golani kwa mwenyekiti mwenzangu kule Rehema Rubamande, mkaripoti matukio na changamoto, mkawa na mheshimiwa diwani, mnafanya ziara za kumtembelea mbunge na kuzungumza changamoto. Kwa hiyo sisi wakazi wa mtaa wa Mustafa na kata hii ya Pugu tuendelee kuifurahia, tuendelee kuiombea Sanga Media TZ, lakini ni kuhabarisha umma. Kama mna matukio yenu ambayo mna binafsi mnayataka muhakikishe yanakaa kwenye rekodi, Sanga Media TZ wapo wanakufuata mahala popote, wanaohabarisha umma matukio ambayo mnayahisi haya ni lazima tuyaweke kwenye kumbukumbu zetu. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niwatakie heri ya Christmas
leo niwatakie heri ya sikukuu ya Boxing Day ya wapendanao, lakini mwisho mimi Fikiri Rajab Selemani niwatakie heri ya mkesha wa mwaka mpya tarehe 31. Mwenyezi Mungu akitujalia tufunge mwaka mpya wa 2025 tuje 2026. Asanteni sana kwa kunisikiliza.